katika ripoti yangu ya Nordic tulikwenda pamoja. Mimi nikirudi nitakuwa niwasilishe ripoti kwa Mheshimiwa Rais kueleza yote yaliyotokea kule tulipokwenda. Katika maelezo yale nimeandika swala la chemba, kwamba tulikuwa na Mheshimiwa Rais wa chemba amezungumza yafuatayo na changamoto ambazo sisi tumeziona kwa lile swala la Nordic kwa endelevu. Kwa hiyo tumewasilisha kwa upande wa serikali na naamini jibu litakalotoka litakuwa zuri juu ya mashirikiano na kuinvolve chamber zaidi. Nimeomba pia kwenye ripoti yangu kama nilivyokuombea kule kwenye nchi za Nordic, tuwaombe nchi za Nordic waendeleze capacity building miongoni mwenu, watendaji wenu, pamoja na kamati hizi zote za mikoa na wilaya, ili na wao waweze kufaidika na mafunzo ya standard ambayo ni moja wapo wa udhaifu wetu, mafunzo ya quality, mafunzo ya packaging, mafunzo ya vitu mbalimbali ya kuweza kufikia soko la kimataifa. Kwa sababu kule soko la kimataifa ligi nyingine, ndio maana parachichi letu hili linachukuliwa na nchi jirani, linapamba pambo, linatiwa masponji vizuri, linafungwa kwenye maboksi, linasafirishwa. Kule likija Italy, parachichi hili linakuja na jina la nchi gani? Sijasema mimi, mnasema nyie. Ndio hivyo. Lakini mimi najua na FAO pale ofisi yao kama wakilishi wa kudumu wanajua kwamba hili linatoka. Na maana tumeshindwa kwenye boksi, tumeshindwa kwenye kutafuta sponji, tumeshindwa namna kulikosha vizuri kuliweka, na tumeshindwa pia kupata logistics ya usafiri mzuri, container yale yenye refrigeration coolers na kadhalika. Kwa hiyo 80% ya faida inakwenda wapi? Mkulima hapa anaishia 20% au 10%. Umewahi kumwona mkulima wa nchi jirani anapokuwa tajiri? Mkulima kule tajiri, hapa ndo mkulima anakuwa hohehahe maisha, kwa sababu faida anayopata inakuwa ndogo sana ukiondosha post harvest loss. Kwa hiyo hilo nimeeleza kwamba kuwe na capacity ya wenzetu kutujengea. Umeona soko analo, na wamekwambia wewe mwenyewe wakati unazungumza nao katika mkutano. Na hizi nchi za Nordic ndugu zangu ni tajiri Nasijua nadhani Uswidi, Denmark, Finland, Norway na Iceland. Wote tulikuwa nao pamoja na rais wenu wa chemba. Kwa hiyo hilo nimelieleza na nimekuombea. Nichukue fursa hii pia kuwasimulia baadhi ya matukio mbalimbali ambazo balozi zetu zimefanya, lakini wewe umeeleza Saudia, Qatar na kwingineko. Balozi zote sasa hivi zimepelekewa maafisa wa uchumi. Nyinyi mnaoita waambata wa uchumi, lakini balozi zote sasa hivi zina watu wenye degree ya economics. Profesa wangu, subject yako imepata soko pia ulimwenguni kupitia wizara yangu. Na tumetengeneza ajira. Kwa hiyo kila balozi tumesema hivi tuanze na nchi ambazo sisi tunafanya trading nao zaidi. Na nchi hizo kiasi 5-6. Kuna China, kuna Uturuki, kuna UAE, kuna India, hata Mrusi yumo katika figures. Utakuta mataifa mengine makubwa sana, lakini katika trading figure wako wadogo sana. Mrusi katika trading figure na sisi, ndio maana na ubalozi hapa kubwa sana, kwa sababu tunafanya naye a lot of trade. Mrusi, najua mbolea hii yetu inatoka wapi? Mbolea yote inayotumika huko kwenye tobacco, kwenye kahawa, kwenye tumbaku, kwenye pamba, nyingi inatokea Urusi na nyingine inatokea Ukraine. Kwa hiyo tunafanya biashara nao. Kwa hiyo tumelichukua hilo na tayari hawa maafisa tumeambiwa washirikiane na nyinyi. Kwa hiyo mabalozi watakuwa wanawasiliana na nyinyi moja kwa moja, lakini lazima wamjulishe detail yule pale mkurugenzi wa diplomasia ya uchumi ili aweze kumonitor. Na yeye pia mnaweza kumconsult wakati wote. Na yeye huyo kila mwaka anafanya business forum katika nchi kadhaa. Anajua wajibu wake kwamba anatakiwa kualika. Na tumewaalika kwenye sera yetu, hilo limetamkwa wazi katika sera. Chemba imetamkwa wazi katika sera. Na lilikuwa ni agizo pia la Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo
Mmeshafanywa mengi, kazi kwenu kunipa fadhila. Mwaka huu tulifanikisha majukwaa kadhaa. La kwanza lilikuwa la kusainiwa mikataba ya uwekezaji zaidi ya dola milioni 150 tulifanya na Italy Business Forum. Wafanyabiashara wa Kitanzania walifungua biashara zao moja kwa moja na nchi kadhaa kupitia chemba. Kampuni za nchi kadhaa ziliweza kuja na kuwekeza kwenye kilimo. Wameingia kwenye pamba, kama mnataka taarifa tutakupeni. Wameingia kwenye pamba, wameingia kwenye kahawa, wameingia kwenye viwanda, wameingia katika sekta ya utalii, na ya mwisho kabisa juzi wameingia mkataba na magereza.